Yes, yeah. Let's go. Yeah. Natoka kwa miguu natembea na kumbusho then taratibu nikiwa sina lile walele. Nakutana na pisi mekana jina. Yuko mwenyewe peke yake amekaa na lia. Sorry dada samani naitwa Bibu Kiasi. Anambia samani na mimi naitwa Malia. Machozi na leso na anafuta katulia na vile amekaa kivuli. Kwa uelewa wangu kwa siku zote hapa MDH wanapokuja najifunza vitu vingi tofauti. Yes. Lakini mimi kazi niliyoifanya ni kazi ile ambayo kauli ambayo ilikuwa inasema haviambukizi wala havionekani. Okay. Kwa hiyo nilitoa elimu kuhusu watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Watumie dawa kwa usahihi na wafanye ngono zilizo salama ili wasiambukize wala na wao wasipate maambukizi mapya. Weka mkono juu kama umekubali tuseme ndio tingisha hivi. Wakitingisha tu. Utugie tu nguvu, utingisha tu. Just a let this start. Ndio maana unaona Mama Samia anapambania. Ndio maana unaona serikali na inapiga. Live MDH na inapiga. Kulinda mitaa na kuisafisha pia. Tukiacha mitaa itakuwaje? Ndoto za pisi wadogo itakuwaje? Mwana Nyamala itapoteaje taji? Serikali zimetaa na ilinda mitaa na tunaiwasha. Weka mkono hivi, weka mkono. La watu wengi. Wengine leo wanaweza wasielewe lakini tukija tena siku nyingine wataelewa. Kwa hiyo unawashauri inakuwa ni jambo jema. Unawashauri waliokaa pale wakisikiliza daktari anasemaje wasikilize kwa makini, si ndio? Tunaposema ni VVU tunasema ni virusi vya ukimwi, na tunaposema ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Inatokeaje? Mtu mmoja ambaye amepata virusi vya ukimwi, kama yule mtu hatafuata kanuni na taratibu za kutumia dawa za kufubaza VVU, ndio atakuja kupata kitu kinaitwa ukimwi. Kwa hiyo ukimwi ni matokeo ya virusi vile kuingia mwilini, kuanza kushambulia kinga zako za mwili, na wewe usichukue tahadhari au hatua ya kutumia zile dawa za kufubaza. Virusi vinakuwa vingi, inapelekea wewe unapata kitu kinaitwa ukimwi.